Yes, uhari gani mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika channel ya kupendwa hii kuangazia habari kemkem za kimichezo ambazo zimejiri na tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Nakusihi na kukuomba kubonyeza neno subscription ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na updates zote kale ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku, kila saa na kila wakati. Good news kwa upande wa mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga baada ya muda mrefu sana kupita kuhusiana na mchakato wa ujenzi wa uwanja huo. Leo hii klabu ya soka ya Yanga imeweza kuweka kikao kazi ambacho ni mwelekeo wa kuanza kwa ujenzi rasmi wa uwanja wa klabu hiyo ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Na katika kikao hiko kimeongozwa na rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said, lakini pia kimehudhuriwa na rais ama mkurugenzi wa kampuni ya GSM Gharib Said Mohamed, lakini pia Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais na viongozi wengine wengi wa Yanga na upande wa kampuni ya GSM ambayo ndio inafadhili mradi huo wa ujenzi wa uwanja. Katika kikao hiko pia Young Africans imeweza kuonesha eneo ambalo ndilo linakwenda kujengwa uwanja huo, na uwanja huo unakadiriwa kuwa na uwezo wa kuingiza watazamaji almost 40,000 na kadhaa, ambapo uwanja huo unakadiriwa kugharimu pesa nyingi sana zaidi ya bilioni 320 ambazo zimekadiriwa ndizo zitatumika kujenga uwanja huo, na kampuni GSM kama nilivyokueleza hapo awali ndio watasimamia mradi huo. Sasa moja kati ya kitu ambacho pia nje ya kukagua eneo ambalo linakwenda kujengewa uwanja huo pia wameweza kusaini mkataba wa awali kabisa na kampuni ambayo ndiyo inakwenda kujenga ama imekabidhiwa tenda ya ujenzi wa uwanja huo, na hii inakuwa ni hatua nyingine kubwa kuelekea katika kutengenezwa kwa uwanja huo. Ikumbukwe mara ya mwisho kulikuwa na mchakato wa kutafuta kampuni ambayo itaweza kufadhili ujenzi huo, na GSM Company iliweza kushinda na kupatiwa udhamini huo, lakini kwa sasa kulikuwa na mchakato pia wa kuchakata kampuni gani ambayo inaweza kwenda kusimama pale kuanza ujenzi hadi kukamilika, na tayari imepatikana na rasmi leo hii tunaarifiwa wameweza kusaini kandarasi hiyo kwa ajili ya ujenzi wa uwanja huo, na nafikiri hii itakuwa ni hatua kubwa sana. Ni hatua kubwa kwa Yanga, lakini pia ni hatua kubwa kwa vilabu vya Tanzania ambavyo vina muda mrefu sana. Simba na Yanga zimekuwa ni klabu ambazo ni kubwa, klabu zenye muda mrefu kuliko zingine, lakini cha ajabu walikuwa uwanja hawana. So kujengwa kwa uwanja wa Yanga ambao unakwenda pia kukidhi viwango vyote vya kimataifa, kwa maana itakuwa ni uwanja ambao umekidhi vigezo vya kuchezewa michuano mbalimbali ya kimataifa iliyo chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia ile ambayo iko chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. So ni uwanja ambao unakwenda kuibua matumaini mapya, lakini pia kuonesha taswira kubwa ya soka la Tanzania lilikofikia. So tusubiri kwa hamu kuona ni lini uwanja huo unakwenda kukamilika, lakini mchakato huu unakwenda vizuri kabisa na nafikiri kila kitu kinaonekana kuwa sawa. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hiyo? Tafadhali tuandikie kwenye comment section, usisahau subscribe.